Kwa Wakatoliki tuna ibada nyingi kwa Mama Bikira Maria, na mojawapo ya ibada hizo ni ibada ya Mama Bikira Maria msaada wa Kristo, ambayo tunaiadhimisha kila tarehe 24 mwezi wa 5. Ningependa kukupatia historia fupi ya ibada hii ya Mama Bikira Maria msaada wa Kristo. Tukiangalia katika nyakati za mwanzo wa Ukristo, tunaona kwamba Wakristo walikuwa wakifanya mambo mengi na wakifanikiwa, ambapo waliweza kuhusisha kwamba yale yote mafanikio waliyoyapata ni kutokana na msaada wa Mama Bikira Maria. Hivyo wakaanza kuwa na heshima maalum kwa Mama Bikira Maria kama msaada wao wa Kristo. Jina hili la Mama Bikira Maria msaada wa Kristo liliweza kupata umaarufu katika karne ya 16 katika vita ambayo inafahamika kama Lepanto. Vita hii ilipiganwa kati ya jeshi la Wakatoliki pamoja na majeshi ya Uturuki ya Ottoman. Katika vita hii Papa Pius wa 5 aliweza kuomba Wakristo kusali rozali ili waweze kupata ushindi, na kweli Wakristo waliweza kushinda majeshi ya Uturuki na hivyo wakaibuka kama washindi. Wakristo walijivunia na kuamini kwamba ushindi huu ambao wameupokea ni kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria msaada wa Kristo. Hivyo tamko rasmi la kanisa kuweka ibada hii maalum ya Mama Bikira Maria msaada wa Kristo ilikuwa ni mwaka 1814 ambapo Papa Pius wa 7 aliweza kutangaza kuwa tarehe 24 Mei iwe ni sikukuu maalum kwa ajili ya Mama Bikira Maria msaada wa Kristo. Na tunakumbuka kwamba pia katika kipindi hiki ni kipindi ambacho jeshi la Wakatoliki liliweza kushinda jeshi la Napoleon, ambapo Papa aliweza kukombolewa kutoka katika kifungo na kurudishwa katika makazi yake ya huko Roma. Hivyo ikachukua nafasi ya pekee katika kutangaza na kusambaza ibada hii ya Mama Bikira Maria msaada wa Kristo, ambaye pia aliweza kuwaletea ushindi wa kumrudisha Papa katika makazi yake huko Roma. Kumekuwa na maswali mengi kwamba ibada ya Mama Bikira Maria msaada wa Kristo imeanzishwa na Mtakatifu Yohane Bosco, lakini sio kweli, bali Mtakatifu Yohane Bosco amechukua nafasi kubwa katika kuisambaza na kuieneza ibada hii ya Mama Bikira Maria. Na ni kwa nini Mtakatifu Yohane Bosco aliweza kuchukua nafasi kubwa katika kusambaza ibada hii ya msaada wa Kristo? Ni kwa sababu Yohane Bosco alipozaliwa, mama yake aliweza kumkabidhi chini ya uangalizi wa Mama Bikira Maria. Hivyo Yohane Bosco katika kukua kwake amekuwa akiwa na upendo wa pekee kwa Mama Bikira Maria, na alivyokuwa mkubwa basi akatamani kusambaza na kueneza ibada ya Mama Bikira Maria, lakini aliweza kufanya mambo mengi ambayo kupitia kazi hizo basi ibada hii ya Mama Bikira Maria imeweza kusambaa katika pande mbalimbali. Mojawapo ya kitu ambacho ameweza kufanya Mtakatifu Yohane Bosco ni kuanzisha shirika la mabinti wa Mama Bikira Maria msaada wa Kristo, ambao pia wanafahamika kama masista wa Salesiani wa Don Bosco. Lakini pia Mtakatifu Yohane Bosco kwa heshima ya pekee aliweza kujenga bazilika au kanisa kuu ambalo liko nchini Italia katika sehemu inayoitwa Turin, ambalo liliweza kuchukua heshima ya Mama Bikira Maria kama msaada wa Kristo. Lakini pia hata shirika la Wasalesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco, Mama Bikira Maria msaada wa Kristo ndiye msimamizi na ndiye mlinzi wa shirika hili. Kwa hiyo tunaona kwamba katika kazi zake zote Mtakatifu Yohane Bosco alizokuwa akizifanya, aliweza kusambaza na kueneza ibada hii maalum kwa Mama Bikira Maria. Mbali na shirika la mapadre pamoja na maburda wa Salesiani na masista wa Salesiani wa Don Bosco, Mtakatifu Yohane Bosco aliweza kuanzisha kikundi cha walei ambacho kinafahamika kama ADMA, ambao walikuwa na nafasi ya pekee ya kuendeleza, kusambaza na kueneza ibada hii maalum ya Mama Bikira Maria, na aliwasisitiza wote wana kikundi katika kikundi hiki, lakini pia hata Wasalesiani wa Don Bosco wote kwamba katika yale yote wanayoyafanya waamini kwamba Mama Bikira Maria ndiye mlinzi na ndiye kiongozi katika shughuli zote. Pia Mtakatifu Yohane Bosco alikuwa na ndoto za kinabii, na ambapo katika ndoto hizi Mama Bikira Maria alimtokea kama kiongozi na mlinzi wa kazi zake zote. Na hivyo Don Bosco aliweza kuamini kwamba kijana yoyote au Msalesiani ambaye anajiunga katika nyumba yake au mgeni yoyote aliyeingia katika nyumba yake, basi ameweza kuletwa na Mama Bikira Maria ambaye ndiye msaada wa Wakristo. Katika ukanda wa Afrika Mashariki kunalo kanisa kubwa ambalo limejengwa huko Kenya, sehemu inayoitwa Upper Hill, ambalo kanisa la Hija. Lakini mbali kuwa kanisa la Hija ni parokia ambayo ipo chini ya usimamizi wa watawa wa Don Bosco. Katika kanisa hili pia ndani kuna mabaki ya Mtakatifu Yohane Bosco.
Basi nialike mtu binafsi, kikundi, jumuiya kuweza kutembelea katika kanisa hili ambalo ni kanisa la Hija kwa lengo la kutafakari na kuona mambo makuu ambayo kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria Mungu anaweza kutufanikisha. Nipende kualika Wakristo wenzangu kuendelea kujiweka chini ya usimamizi wa Mama Bikira Maria, msaada wa Wakristo, kama ambavyo aliweza kupigania kanisa na kuweza kushinda ushindi mkubwa katika vita mbalimbali ambazo zilipiganwa. Tumwombe mama huyu ambaye ni msaada wa Kristo aendelee kutupigania katika vita vyetu vya kiroho ambavyo tunapigana sisi kama Wakristo, na tunaamini kwamba Mama Bikira Maria ni mwombezi wetu, ili azidi kutuombea yale yote ambayo tunayatamani, yale yote ambayo tunayaomba, yale yote ambayo tunayakusudia. Kupitia maombezi yake tunaamini tutaweza kufanikiwa. Ukumbuke kwamba kila tarehe 24 mwezi wa 5 tunasherehekea sikukuu kubwa ya Mama Bikira Maria, msaada wa Kristo. Hivyo sisi kama Wasaleziani wa Mtakatifu Yohane Bosco tunapenda kuwatakia heri na baraka nyingi za sikukuu ya Mama Bikira Maria, msaada wa Wakristo.